katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Ile mwali, hata si moto wenyewe, ule mvuke wa moto hautakuteketeza wakati unapomtumainia Bwana. Wakati mwingine hauwezi sema Bwana ni mponyaji kama wewe mwenyewe haujapitia katika hali ya magonjwa. Unasema tu Bwana ni mponyaji kwa sababu umesikia watu wakishuhudia wamepona, wamefunguliwa. Lakini wewe mwenyewe katika roho yako haujapitia sicknesses, not sickness, lakini magonjwa mengi hayajakuja katika mwili wako na Bwana hakuponye, ndiposa ushuhudie ya kwamba Mungu ni mponyaji. Katika mambo mengi lazima tupitishwe ndio tupate ushuhuda. Bwana asifiwe. Tunapomuita Jehova Jire ama Jehova Shama ama Jehova Nisi, bado hajakuwa Jehova Jire kwako kwa sababu hajakuprovidea. Wakati unafika katika hali umekaukiwa kabisa, hauna kitu, pengine unahitaji karo ya kwenda shule, unahitaji pesa uingie shule na hakuna njia yoyote ya pesa, lakini katika ile hali Mungu akatenda muujiza, akatenda jambo ukapata zile pesa. Hapo ndio utasema kweli yeye ni Jehova Jire, yeye ni provider. Katika hali ya magonjwa hajakupitisha katika magonjwa, unasikia tu watu wanapona, lakini wewe mwenyewe hujapitishwa katika ile hali ya ugonjwa. Mungu mwenyewe akakuja akakuponya na ufike mahali useme kweli yeye ni Jehova Nisi, ni mponyaji katika maisha yangu. So until upitie ndipo utaweza kutestify ya kwamba yeye ni provider. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Daudi anatuambia katika kila hali usitumainie watu, usitumainie wanadamu. Mwanadamu anaweza kuguruka, mtapanga na yeye hivi, museme tutafanya hivi, lakini wakati mambo yatakuwa mazito atakataa, atasema hata mimi sikukuwa hapo, ataruka. Ndiposa Daudi anasema ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kutumainia wanadamu. Anasema tena ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Mataifa yote walinizunguka kwa jina la Bwana na liwakatalia mbali. Ni heri kumtumainia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa unatumainia mtu ambao ako katika ofisi fulani, yeye ni mkubwa pale, unatumainia, unasema kuna rafiki yangu ako mahali, unatumainia kwamba atakuingiza katika ile kazi ama atakuingiza pale kwa ile ofisi, unamtumainia maana yeye ni mkuu mahali pale. Lakini katika yote unafaa kumtumainia Bwana. Katika kila shida unafaa kumtumainia Bwana. Anasema katika Isaya, nijapopita katika Isaya 43, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Katika maji mengi kweli unapopita, mwanadamu atakuwa pamoja na wewe? Hapana, watu watakuacha. Katika moto na katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika moto hautateketea. Wakati uko kwa moto, wakati uko kwa shida, wakati uko kwa kesi ile ngumu, kesi nzito, unafaa hapo, ni wakati ndio unafaa kumtumainia Mungu peke yake. Umtumainie Bwana peke yake. Yeye tu ndo anaweza kukuokoa. Ndio maana nikasema until you pass through sickness na Mungu akuponye, ndio unaweza kutestify ya kwamba yeye ni mponyaji. Until you pass through kukosa, yani kukaukiwa, ndio unaweza kutestify ya kwamba yeye ndio provider na ndio Jehova Jire. Bwana Yesu asifiwe. Basi asubuhi ya leo nataka kukutia moyo kwamba ni heri tu kumtumainia Bwana. Maanake siku hizi wanadamu wamebadilika. Wanaweza hata kukuwekelea maneno ambayo haujafanya, ukajipata uko kwa shida. Lakini unapomtumainia Mungu katika kila siku, katika kila hali, Mungu anaenda kukuwezesha na anaenda kukubariki. Kwa hiyo machache mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena.
Ni asubuhi njema Bwana ametupatia tukaweza kupatana siku kama hii. Yote ni kwa utukufu wake. Bila kupoteza muda, nataka kwenda moja kwa moja hadi kwenye kitabu chetu cha siku ya leo ambacho ni Hisabati ama Hesabu, mlango wa 13 mstari wa kwanza. Numbers chapter 13 verse 1. Na nitasoma. The Lord said to Moses, choose one of the leaders from each of the 12 tribes and send them as spies to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. Moses obeyed, and from the wilderness of Paran he sent out leaders as follows. Nasikia Bwana akamwambia Musa. Mungu alikuwa na tabia ya kunena na Musa ana kwa ana. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa na tabia ambayo ni Musa ananena na Mungu. Hakuna mtu mwingine. Kama ni Aaron na Miriam wananenoa kwa maono na kwa ndoto, lakini hapa Mungu akamwambia Musa, chagua moja katika kila clan, tribe, uzao, kila moja katika ule uzao wa each of the 12 tribes and sent them as spies. Nataka kuambia hapa, Bwana alikuwa amewaambia Wanaisraeli, nitawatoa Misri niwapeleke hadi nchi nzuri, nchi ambayo inamiminika asali na maziwa. Lakini walipofika mahali, Bwana mwenyewe akaambia Musa, nataka uende watume wale watu wakaspy, wakaangalia ile nchi ya Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Kama hauongozwi na Mungu, taka kujua unaongozwa na nani? Kwa sababu Musa na wana wa Israeli walikuwa wanaongozwa na Mungu mwenyewe. Akawaambia watume kule wakaangalie ile nchi, wakaispy, wakaangalie vile iko, kama ni ile ambayo nilisema ama nilikuwa nadanganya. Basi Musa akawatuma. Verse 16 tunaambiwa hivi, these are the spies Moses sent to explore the land. He changed the names of Hoshea, son of Nun, to Joshua. When Moses sent out, he said to them, go to north from here into the southern part of the land of Canaan, and then on into the hill country. Find out what kind of country is it, how many people live there, and how strong they are. Find out whether the land is good or bad, and whether the people live in open towns or in fortified cities. Find out whether the soil is fertile and whether the land is wooded, and be sure to bring back some of the fruit that grows there. It was the season where the grapes were beginning to ripen. Verse 21. So the men went north and explored the land from the wilderness, Zin in the south of the way to Rehob, near Hamath pass in the north. They went first into the southern part of the land and came to Heron, where the clans of Ahiman, Sheshai, giants called the Anakam, lived. Hebron was founded 7 years before Zion is in Egypt. They came to the valley of Eklon, and there they cut off branch which had one bunch of grapes on it so heavy that they took 2 men to carry it on a pole between them. They also brought back some bromides and figs. That place was named the Valley of Eklon because of the bunch of grapes the Israelites cut off there. After exploring the land for 40 days, the spies returned to Moses
Aaron and the whole community of Israel in Kadesh, in the wilderness of Paran. They reported what they have seen and showed them the fruit they had bought. They said to Moses, "We explored the land and found it to be rich and fertile, and here is some of its fruit. But the people who lived there are so powerful, and their cities are very large and well fortified." Walipoenda kuispa ile nchi, na Musa akawaambia, leteni evidence ambayo tunaweza sema ile nchi ilikuwa fortified, ambayo ilikuwa na rotuba, ilikuwa nzuri. Wakaambiwa, leteni matunda ya hiyo nchi. Basi walifuata zile kanuni au sheria ambazo Musa aliwaambia wazifuate, na kweli walirudi na matunda ambayo ilikuwa msimu huo ulikuwa wa mizabibu. Walirudi nayo kuonyesha ishara ambayo hiyo nchi ilikuwa nzuri. Lakini walikuja na sababu moja tu. Ile nchi ni nzuri ndio, lakini watu wenye wanaishi katika hiyo nchi ni wakubwa sana, ni majitu. Yaani ni wakubwa. Sisi tukienda kupigana nao wanatuona kama sisi ni vitu vidogo sana kwao. Bwana Yesu asifiwe. Kama nalinganisha na venye tuliambiwa kwa hii kanisa, mipango ambayo Mungu ako nayo kwa hii kanisa, Bwana Yesu apewe sifa. Alituambia atatuinua, atatubariki, atatutumia sana. Lakini huko mbele kuna vita ambazo zitakuja, zitajitokeza. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa katikati kuna vita ndio, lakini kule kutatokea maneno, mtaitwa majina. Bwana Yesu apewe sifa. Angalia mtumishi yote aliyoinuka kwa hii ulimwengu, niambie nani hajawahi mnena mambo mabaya kuhusu jambo fulani baya ametenda? Yote wanamsingizia. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa waliogopa, waliambiwa ni nchi nzuri, inamiminika asali na maziwa, kuna matunda mazuri, tunaweza lima. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hizo ni moja, sababu moja ambayo inatogopesha tusienda kwa hiyo nchi, ni watu wakubwa wanaishi katika hiyo nchi, ni wakubwa, wako na mamlaka. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuwa mahali ambapo mnakaa kuna mamlaka, kuna watu ambao wakupendi, lakini Bwana ako pamoja na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Aliwaambia, we endeni katika hiyo nchi, nitawaondolea maadui zenu pole. Bwana Yesu apewe sifa. Anajua na anasema baraka zikikuja zinakuja na maudhi, udhia. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni Mark 10 verse 24 kuteremka hapo chini. Petro akasema, Bwana tazama, nimeacha kila kitu, nimeacha mke wangu, nimeacha watoto wangu, kazi yangu ya ambayo inaletea pesa, nimeacha kila kitu nikakufuata wewe. Nitafaidika na nini? Nitapata nini? Yesu akawaambia, hakuna yote aliyeacha familia, akaacha mke, akaacha watoto, mashamba, ndugu zake, mama zake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, akabaki bila alivyo, atapata mara 100 hapa duniani na mara 100 kule mbinguni. Hapo chini Yesu akawaambia, basi baraka hizi zikikuja zinakujaga na maudhia. Bwana Yesu asifiwe. Persecution, kudharauliwa, unasikia uchungu. Yaani mtu anatenda kitu hadi unasikia kuudhika. Hiyo ndio Mungu anasema hapa. Yesu anasema hapo kwa hiyo nchi kuna watu, kuna mijitu ziko hapo zimetawala nchi. Hatuwezi enda hapo. Wanatuona sisi kama vidudu tukienda mbele zao, lakini Mungu anawaambia, tazameni, nendeni, niko pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Atawaondoa maadui zetu, maadui zao wana Israeli pole. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa tuliambiwa kwamba tutainuka sana, tutabarikiwa sana, tutatumika sana. Lakini nawaeleza hapo ndio sasa vita zitainuka. Bwana Yesu asifiwe. Maneno itainuka, kunena kutainuka. Bwana Yesu apewe sifa. Vita
shida ya Wanaisraeli ilikuwa ni majitu wako kwa hiyo nchi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini shida yetu sasa hapa ni ambayo sisi tunaona hatima yetu iko kule mbele, lakini kuna watu watainuka na maneno, huyu si nguvu za kawaida, si nguvu za Mungu. Unasikia maneno kama hayo. Bwana Yesu apewe sifa. Tazama, huyu mtumishi mkubwa aliyetingisha ulimwengu mzima anaitwa T.B. Joshua. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa mtumishi wa Mungu wa kweli, lakini wakati alianza huduma yake watu walimpiga vita, wakampiga vita, yeye anamtumikia Mungu. Wakaanza kusema hii nguvu zake si za kweli, yeye ni mchawi mkubwa, Nigeria kule yeye ndio mchawi ametambulika. Bwana Yesu apewe sifa. Maneno yaliamka, watu walinena venye walinena. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Mungu akaamua amchukue mtumishi wake, amtoe kwa hiyo maneno. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa amebarikiwa, ana upako, lakini watu bado walikuwa wanamnena, walikuwa wanamuongea mabaya, walikuwa wanamsingizia. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa Wanaisraeli wanasema tunaogopa sisi kwenda katika hiyo nchi. Shida yao ilikuwa ni kwenda kwa hiyo nchi ambapo Bwana alikuwa ameahidi. Hapo chini wakaanza kulalamika, lakini Mungu akawaambia, ama adui zenu nitawaondoa pole. Wakaanza kulalamika na kunungunika. Mungu akawaambia, kama mmekataa hiyo ahadi ambayo niliwekea, ambayo nilisema, niliahidi hata mababu zenu wanajua, mababa zenu wanajua, kama hamtaenda mimi sina ahadi yenu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa na sisi ninawaeleza hatima yetu, destiny yetu ikifika, tukiogopa kusikia maneno ya watu,